.co.ke. Mahakama imemwachilia huru Boniface Murage ila kwa sharti kwamba asifanye kosa kwa kipindi cha miezi mitatu. Murage alikuwa amejaribu kumuiba mtoto wake kutoka hospitali kuu ya kitaifa ya Kenyatta ili kukwepa kulipa gharama ya shilingi 56,000. Mwanahabari wetu Grace Kuri atakuwa anaifuatilia taarifa hiyo. Tuvuke moja kwa moja haswa katika mahakama ya Milimani kufuatilia. Kwa hospitali tulikaa kwa muda ya wiki 3. Tukakuja tukadischargewa, tukakuwa hatuna pesa. Sasa ndio tukaamua kuhepesha mtoto. Na alikuwa na ugua nini mtoto? Ilikuwa ni joto, ilikuwa ni shida ya joto. Joto ilikuwa mingi. Na kwa wakati huo ulipofika kwa lango ya polisi ama wale walinzi walikuambia vipi kabla uweze kuondoka ukiwa na ile bag? Waliniambia tu waangalie ni nini iko ndani ya bag. Nikamwambia ni sawa, kufungua kwa bag akaniambia nini iko huko chini, kuangalia akapata ni mtoto nimeweka ndani. Huko na ule uoga mtoto anaweza suffocate ama fariki akiwa ndani? Nilikuwa nimemweka vizuri, alikuwa anapumua poa tena alikuwa amelala. Na sasa unapanga kufanya nini hasa kwenda nyumbani? Kila nyumbani naenda tu kukaa ni haso tu. Bwana Sonko ameniambia anaweza nisaidia patia kazi kwa ajili mimi siko kazi. Pengine hisia zako ni zipi baada ya Wakenya, sababu sio Sonko pekee ambaye amejitolea kukusaidia, hisia zako ni zipi kuhusu Wakenya? Penda mtu tu akiwa na uwezo anaweza nisaidia. Hata ukiingia kwangu unaweza ona ile maisha nakaa kwa ajili mahali nimetoka hana uwezo. Je, nanyi naona kwamba mna mpango upi kuweza kusaidia? Kwa ufupi tu sisi kutoka kwa Team Sonko ni kwamba tumefurahia ruling ya leo. Ruling ya leo ilikuwa balance kabisa. Na haswa matokeo, kwa sababu jana tulimtoa bibi hospitali tukampeleka shopping tukamrudisha nyumbani na mtoto anaendelea vizuri. Tumezungumza naye, ameelewa ruling vile imesema leo kuhusu hizo miezi 3 kwamba hata jihusisha na mambo yote mbaya kwa hizo miezi 3. Sababu leo akijihusisha itakuwa ni mambo mengine. Tumezungumza pamoja na ni kwamba tuna nafasi pia katika Sonko Rescue Team hapa Nairobi, kama in terms of beautification ya Nairobi na masala mengine ambapo tutamuincorporate na yeye at least awe na shughuli, haswa kumchukua mtoto wake katika Kenyatta Hospital. Hakuwa kimuiba, ni ile bill ambayo ilifanya amchukue mtoto wake. Otherwise ni kwamba anaomba msamaha sana kwa Wakenya na pia anatoa shukrani kubwa sana kwa Wakenya kwa sababu wamehusika Wakenya katika social media, katika mitandao. Ni kwamba wamejihusisha sana, hata wengine walikuwa wanataka kufungua mpaka ile pay bill kumsaidia. Sasa ni kwamba at least amesema ni asante sana, Wakenya wamesimama na yeye na ruling imekuwa balance na tumefurahia. Sasa hizi mnapanga kufanya nini? Uende naye nyumbani? Sasa pia kama vile tulimfanya bibi jana, tutampeleka shopping kidogo alafu tu mpeleke nyumbani kule Rongai, at least akutane, ajumuike na jamii yake pamoja. Nashukuru. Kuna mwenzako hapo pia kabisa. Useme jina, wewe ni nani na utuambie. Kwa majina naitwa Tamo. Mimi ni officer wa polisi, lakini nikiwa nimekuja hapa nimekuja kivyangu kama Mkenya mwingine yote ule. Hii niliona jana jioni kwa taarifa. Nilikuwa tu kwa nyumba nikaona kile kilifanyika na hilo jambo nikasikia limeniguza. Lakini people should not misunderstand, wasituelewe vibaya. It's not that we are supporting what he did. What he did was unlawful. Ni makosa, it was criminal, hata alistahili kufungwa. Lakini jaji tunasema asante vile ameamua. On humanitarian grounds, mimi naelewa maybe alifanya vile kwa sababu ya kukosa pesa, kwa sababu ya umaskini. So vile hilo jambo liliniguza kwa roho yangu, nilisema hata kama pesa sio mingi, I decided to sacrifice my few months salary. I go and settle the hospital bill. So leo asubuhi nimeamkia Kenyatta. Bahati mzuri nikaambiwa alitoka jana, alilipiwa bill akatoka jana. So kwa sababu nilikuwa nimeamua kutoa zile pesa, nikaona tu wacha nikuja nifuate hapa nione kama nitapata huyu jamaa ambaye naona anaitwa Boniface. Si hatujuani, hata simjui. Lakini nikasema zile pesa kwa sababu kwa roho yangu nilikuwa nishaamua nitoe, wacha nikuje nimpelekee, alafu maybe zitamsaidia mahali. Na niko nazo hapa. This is a total of 56,000 ambapo Boniface
hizi zitakusaidia mahali utaweza, lakini kitu na kuomba, umesikia vile umeambiwa, for the next 3 months, not even 3 months, forever, jaribu kuepukana na makosa. Usiende, kwa sababu saizi ukitoka hapa hata uende ugonge mtu ngumi, usitakiwe, itakuwa ni shida nyingine. So pole kwa yale alikutokea. Tunaomba Mungu atakubariki, ni vizuri tumesikia Sonko atakupea kazi. So sina mengi ya kusema. Hii ni ile pesa nilikuwa nimeamua nikulipia hospitali, lakini nitakupea ikusaidie mahali utaweza. Ni 56,000. Kwa majina naitwa Inspector Tamo. Mimi ni Tamo Sanaet. Mimi officer wa polisi, Administration Police pale Westlands, lakini niko Kangemi, specifically Kangemi. Lakini nimekuja hapa kivyangu tu kama Mkenya. Sijakuja hapa kama officer, sijakuja hapa kama askari, nimekuja tu kama Mkenya mwingine yote ule. Nimesema asante sana kwa ajili wamenisaidia. Hata saizi naona kaa nitaenda nikaa maisha yangu itabadilika, sikuwa nakaa venye nilikuwa nakaa. Tukienda kwake jana jioni, mimi ndio tulipeleka mtoto na mama. Tulipoingia kwa ile nyumba, naona pale Rongai kuna zile nyumba zina mbao za strip. Tulipata hata hawana stima, wanatumia ile old school taa ya mafuta ya shilingi 10. So tukapata kwanza ni giza, kwanza tukahavu kutafuta vile mwangaza itapatikana kwa ile nyumba. So unaona huu jamaa kutenda ile kitendo ni ile hakupata ile chance ya usaidizi ile ya Kenyatta, because unaona alipatiwa discharge on 11th na unaona kuna 8 days hapo ilikuwa. Akajaribu kuandika barua ya chief nini, kakutikana hawezi pata usaidizi Kenyatta. Akaona the only way ni aweke mtoto wake kwa mfuko, aweze kusaidia kwanza mtoto arudie mama. So si kupenda kwake, because tulipata life yake jana. Hata sisi kidogo ndio tukaongea na boss tukasema ikiwezekana apewe job, because the only solution tunaweza msaidia saa hii pesa kidogo anaweza enda akule, but job itashikilia familia yake, because ni mtoto wake wa kwanza, ni familia kwanza, ni wadogo. Mazee, tunaomba pia sometimes serikali iangalie mtu kama huyu, because alienda kwa ile huduma ya Kenyatta ya kusaidia mtu ajiwezi, akaambiwa kuja na barua ya chief, akakuja na barua ya chief, akaambiwa hakuna usaidizi. So akaweza kutake that opportunity, acha mimi niokoe mtoto wangu. So ni asanteni pia nyinyi akisaidika. Hatuna mengi. Boniface, ni kuvuta kidogo. Tuambie tu tena, ni nini kilikupelekea kuchukua yule mtoto wako kutoka hospitali ya Kenyatta na kwa sasa unajisi? Sijakuelewa. Nasema ni nini ambacho kilipelekea uamue kumtoa yule mtoto wako kutoka hospitali? Sikuwa na uwezo wa kumtoa pale, na nilikuwa nimejaribu hata kuchangisha, nikaona siwezi nika afford hiyo. Kwa umejaribu kuchangisha? Sawa. Na pengine ni jambo ambalo mliamua pamoja na mke wako? Hapana, ni kitu tu mimi mwenyewe niliamua nikimpelekea chai asubuhi. Na kwa sasa unajihisi vipi baada ya kuacha? Nasikia poa. Shukran sana. Lofty, huyo ni Boniface Murage ambaye ameachiliwa dakika chache zilizopita naye hakimu mkuu Caroline Nzibe, na ni kwamba ameeleza kwamba katika kipindi cha miezi mitatu kutoka sasa asipate kuhusika katika uhalifu wowote, maana yake atarejeshwa humu, ila kama ambavyo umesikia ni kwamba amesema hatarudia kutekeleza kitendo kama hicho katika kipindi hicho cha miezi mitatu na hata katika miaka ijayo. Ni Boniface ambaye alipata kujulikana na wengi hapo jana baada ya ripoti zake kupata kumchukua mtoto wake ama kujaribu kumuiba, nikinukuu kutoka katika hospitali kuu ya Kenyatta, ila akapatikana na wale ambao ni walinda lango katika hospitali hiyo. Lakini kwa sasa jamaa yuko huru, na kama ambavyo umesikia vile ambavyo tumezungumza naye, si kupenda kwake alifanya hivyo, maana hakuwa na hela za kulipa katika ile hospitali ya rufaa ya Kenyatta ambao ni hela 56,000 hakuwa nazo, ila kwa sasa ni kwamba
wasamaria wema wamepata kujitokeza, ikiwemo gavana Mike Sonko. Hapo jana pia tulimuona yule mbunge wa Embakasi Mashariki Babu Owino, na hata Wakenya kwa jumla. Mfano yule ambayo tumepata kumuona hapa ambaye ni Inspector Tawe alinuia kumlipia ile gharama katika hospitali hapo jana, ila wakati ambapo gharama hiyo ishalipiwa ameamua kumpa pesa hizo 56,000 yeye mwenyewe, na ni kwamba Boniface kwa sasa ni furaha kwake pamoja na familia yake, na kutoka hapa bila shaka anapata kuelekea kwake nyumbani Rongai ili kujumuika pamoja na jamaa yake, mkewe pamoja na mwanao mtoto wao Lofty. Na asante sana Grace Kuria, bila shaka utakuwa unatufana taarifa zaidi pindi utakapofika kule Rongai kutujuza zaidi kuhusiana na namna gani mke wa Boniface atampokea mume wake baada ya kuachiliwa huru. Mtazamaji, ni taarifa ambayo iligonga vichwa vya habari hapo jana, na kwangu mie nasema